Mlango Hormuz huenda akafikiwa leo au baadaye. Kufafanua hili basi tumezungumza na Eric Irungu ambaye amezungumza na mwenzangu Victor Muturi kutufahamisha zaidi. Eric Irungu ni mwanadiplomasia akiwa Nairobi, Kenya. Kauli hiyo ina athari kubwa kwa sababu inaleta tatizo katika mazungumzo, kwa sababu mazungumzo yanapoendelea kuna ile afueni pengine ambayo ingetarajiwa wakati ambapo kiongozi wa haiba kama ile anapoleta maneno kama yale, basi kidogo inajaribu kuleta msukumo katika mazungumzo. Na unapozungumza mataifa mengine na wale ambao wanahusika katika mazungumzo wangetaka kufanya mazungumzo katika tuseme mandhari ambayo yanawezesha kuweza kuelewana na kuweza kuafikiana maneno hapa na pale. Na Bwana Irungu, mlango bahari Hormuz una umuhimu gani katika biashara ya mafuta duniani, na kufunguliwa kwake pengine kutabadilisha vipi hali ya usalama na uchumi wa kimataifa? Una manufaa makubwa sana, kwa sababu ikumbukwe ya kwamba 20% ya mafuta ambayo yanauzwa duniani huwa yanapitia katika ule mlango. Kwa hivyo panapokuwa pana tatizo na ule mlango ukafungwa, basi inamaanisha shehena ya mafuta haitaweza kupita, na adhari itaweza kusikika duniani, kwa sababu mafuta hayataweza kufika mahali yanapohitajika kwa wakati unaofaa. Patakuwa na gharama kubwa hasa ambayo itaweza kutozwa kuhakikisha kwamba yale mafuta yanafika. Bei ya mafuta imeshuka kutokana na kuafikiwa kwa makubaliano. Je, masoko yanaashiria imani kwamba mgogoro huu unaweza kutatuliwa kwa njia ya mazungumzo badala ya matumizi ya nguvu? Sidhani kwamba ya masoko yanaashiria kwamba kuna afueni kweli, kwa sababu ikumbukwe ya kwamba panaweza kuwa pamekuwa na jambo la kuweza kuhakikisha kwamba haya mambo yameweza kutulia, lakini ule utulivu ambao unaonekana haimaanishi ya kwamba ni utulivu wa muda mrefu. Kwa hivyo masoko wakati wote huwa yanaangazia yale mambo ambayo yanazungumziwa. Kwa mfano tamko kama hili la Rais wa Marekani Donald Trump basi linaonyesha kwamba kuna uwezekano wa kuweza kuwa na ghasia au vurugu. Na iwapo mazungumzo yatashindwa na Marekani ikachukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran, kwa mtazamo wako ni athari zipi zinazoweza kujitokeza kwa mataifa ya Mashariki ya Kati na hata dunia kwa jumla? Tuseme kwanza yashapatikana. Kwa hivyo utapata mataifa haswa yale ambayo yana uhusiano wa karibu na nchi ya Marekani yamekuwa yakipata kipigo kwa sababu ya ile hasira ambayo nchi ya Iran inaweza kudhihirisha. Kwa hivyo itaonyesha kwamba mataifa haya huenda basi yakazidi kuwa yanapata mapigo, na pia itaonyesha kwamba kutakuwa na mustakabali wa kujaribu kuona kama usalama utaweza kuafikiwa. Mtazamo wake Eric Irungu alipozungumza na mwenzangu Victor Muturi.